Ndugu mtazamaji, kwa niaba ya Freedom Studio ninakukaribisha kwenye kipindi cha Medani za Utawala Bora, na kwenye kipindi hiki tunajifunza masuala ya utawala bora, na mimi mwasilishaji wako wa kipindi hiki ni Samuel Kakila. Nataka tujumuike kwenye dakika kadhaa hapa tukiendelea na mafunzo ya utawala bora. Kwenye kipindi kilichopita nilikuletea mafunzo haya nikikuelezea nini maana ya utawala bora, lakini pia nikakupa faida kadhaa za utawala bora. Leo ninaendelea na kukuelezea faida za utawala bora, lakini kwa kukukumbusha kidogo, nilisema kwamba utawala bora ni matumizi ya mamlaka katika namna ambayo kunaonekana kuwa na uwazi, uwajibikaji, ufanisi, tija, uadilifu pamoja na usawa na utawala kwa mujibu wa sheria. Hii ndiyo maana ya utawala bora, lakini pia baada ya ufafanuzi wa kukuelezea maana hii ya utawala bora, kwamba ni utawala ambao unazingatia utawala kisheria, utawala kwa usawa, utawala kwa kuzingatia ufanisi na tija na uadilifu na uwazi, nilikuelezea faida. Nikakuelezea faida mbili ambazo ya kwanza ilikuwa ni matumizi mazuri ya rasilimali za umma. Nikakufafanulia kwamba uongozi wote ambao unaongoza katika misingi ya utawala bora ni ule uongozi ambao unaongoza kwa kusimamia rasilimali za umma na kuzitumia vema. Faida ya pili ambayo nilikuelezea ni kusimamia kwa namna ambayo ujinga, maradhi na umaskini vinapungua. Na nikakupa mfano jinsi ambavyo katika nchi yetu ya Tanzania mwanzoni, wakati wa utawala baada ya uhuru, nchi yetu ilikuwa ikiongozwa na Mwalimu Nyerere, alisimamia mambo haya na aliyawekea mkazo. Sasa leo nataka nikuletee faida zingine za utawala bora. Faida ambayo ninakuongezea au ambazo ninakuongezea leo ni faida ya kutokomea kwa rushwa, kwamba mojawapo kati ya faida za utawala bora ni kutokomea kwa rushwa. Unajua, uongozi wowote katika mfumo huu ambao mimi nauongelea wa utawala bora ni mfumo ambao utakuwa unasimamia mambo, na utawala wote mzuri ni ule ambao unasimamia mambo. Utawala unaosimamia mambo ni utawala ambao unataka kuhakikisha mipango yake inatekelezwa kama jinsi ambavyo imepangwa na kuna matokeo. Na kwenye hili uongozi huwa hata kama utazungumza sana, lakini kikubwa ni matendo, na hata kama hautazungumza sana, lakini kikubwa kinabaki ni matendo. Kwa katika utendaji kwenye ngazi zote za mfumo wa utawala, kwa sababu utawala pia sio mtu mmoja, ni mfumo. Katika swala zima la mfumo mzima wa utawala, na unapozungumzia mfumo maana yake kuna ngazi mbalimbali. Kuna ngazi za juu sana, alafu kuna ngazi za kati, alafu kuna ngazi za chini. Zote kwa kushirikiana zinahakikisha zinasimamia mambo na kuna matokeo mazuri, impact ambayo ni positive kwa jamii ambayo wanaisimamia. Hili ndilo ambalo linaonyesha kwamba uongozi huu ni mzuri. Lakini tunapozungumzia kwenye swala la utawala bora pia
picha hii lazima inatakiwa ionekane au inatakiwa kuwepo, ya kwamba mfumo wa utawala umejikita katika misingi ya utawala bora, na kwenye misingi ya utawala bora inasimamia mambo. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anasimamia mambo, na mfumo mzuri wa uongozi ni yule ambao unasimamia mambo. Unasimamia, kwa hiyo kunakuwa kuna utekelezaji, alafu kunakuwa kuna matunda au kunakuwa kuna matokeo. Na sasa mojawapo kati ya faida baada ya haya yote kwamba kuna mfumo mzuri au kuna viongozi wazuri wanasimamia, lakini misingi yao ni utawala bora, mojawapo ni kutokomeza sasa rushwa. Hii ni moja kati ya faida za utawala bora au mfumo wa utawala bora. Kutokomea kwa rushwa. Rushwa tunazungumzia wengine wanaita mlungula, wengine wanaita Kiingereza inaitwa bribes. Rushwa ni kile kitendo ambacho mtu anatoa pesa au rasilimali zingine au kitu chochote kwa ajili ya kupotosha haki, kwamba haki inapaswa iwe hii, lakini mtu fulani anatoa pesa halafu ili ile haki ipotoshwe iwe nyingine, au yatolewe matamko mengine tofauti na yale yaliyotegemewa au yaliyotarajiwa. Hiyo ndiyo maana ya rushwa. Na kimsingi nitatoa mfano hapa. Wewe umekamata mwizi amekuibia pesa au jambo lolote au kitu chochote, umemshtaki labda polisi, kwenye kituo cha polisi. Akiwa pale kituoni, katika kituo cha polisi, yeye kwa namna moja au nyingine anaongea na maaskari, alafu anawapatia kiasi fulani cha pesa, wanakubaliana, alafu mapolisi wale wanamwachia. Wewe unaenda unaambia sasa yule kwa sababu moja mbili tatu tumemwachia. Na unapojaribu kufanya juhudi unaona wao hawana juhudi yoyote ya kumshughulikia, anakuwa yeye ameshakuzunguka, ametoa rushwa. Kwa ni mfano mmoja wapo. Na kwenye swala zima la rushwa kuna pande mbili. Rushwa kuna anayetoa na kuna anayepokea. Ndio ugumu wa rushwa unapokuja. Anayetoa rushwa anatarajia kuna faida katika kutoa rushwa, na anajua kabisa kwamba faida yake ni nini. Yule anayepokea rushwa naye ana faida katika kupata rushwa, kwa sababu yeye akipata pesa, akipewa ng'ombe, akipewa ardhi, akipewa chochote anachopewa, hiyo ndio faida yake. Unaona? Kwa hiyo unapozungumzia rushwa kuna hizo pande mbili. Kwa hiyo kwenye sura nzima ya swala la rushwa kuna kama vile kwa Kiingereza tungeweza kusema kuna complications kidogo. Kuna kaugumu au kuna mambo mengi, kwa sababu dili tu na mtu mmoja au upande mmoja. Wewe una dili na pande mbili ambazo zimekutana, zimekubaliana, mmoja atoe, mwingine apokee. Sasa utawala au mfumo wa utawala bora mzuri na faida yake ni mojawapo kati ya faida ni kutokomeza vitendo kama hivi vya rushwa. Wale wanaopokea na wale wanaotoa, kushughulikia na kusimamia kwamba vitendo hivi viweze kupungua au kutokomea. Kwa kutengeneza mifumo mbalimbali ya usimamizi na ufuatiliaji. Kwenye nchi yetu sisi kuna taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Sasa hii kisheria ni mamlaka ambayo ipo au ni taasisi ambayo ipo kisheria ili iweze kushughulika moja kwa moja kwa masuala yote ya rushwa. Yanashughulika pamoja na kwamba mahakama itakuja baadaye ifanye maamuzi kulingana na sheria zilizopo, lakini lazima haya mashauri ya rushwa PCCB au TAKUKURU wao ndio chombo rasmi wa kushughulikia. Ndicho chombo ambacho kinaelekezwa kwa mujibu wa sheria kushughulikia masuala ya rushwa. Sawa. Sasa kimsingi
ni hivyo kwa upande wa serikali yetu sisi, lakini ikizungumzia mfumo wa utawala bora, mojawapo kati ya faida ni hii. Sasa utakumbuka kwenye kule mwanzoni nchi yetu wakati inapata uhuru ikiongozwa na Mwalimu Nyerere, sasa kama ameshakuwa rais wa Tanzania, alitoa mfano yeye mwenyewe, nafikiri kwenye miaka ya 94 au 95, alitoa mfano akiwa anatoa mojawapo kati ya hotuba zake akizungumzia umuhimu wa kupata viongozi wazuri. Akatoa mfano kwamba zamani wao kuhusu rushwa walikuwa wakali sana, walikuwa wameweka kabisa adhabu kwenye sheria kwamba mtu ikithibitika amekula rushwa anapata adhabu ambayo imetajwa kwenye sheria. Atapigwa viboko kadhaa kabla ya kuingia jela, ataingia jela kwa muda fulani, alafu baada ya hapo akitoka anapata tena viboko kadhaa kutimiza idadi ya viboko vilivyotamkwa kwenye sheria kwa ujumla kwenye adhabu yake, alafu anakwenda nyumbani. Na walimpata mmoja ambaye alikuwa waziri wao, mmoja kati ya mawaziri kwenye baraza la mawaziri, na ikathibitika kwamba kala rushwa, hiyo adhabu ilimkumba. Unaona, kwa hiyo alikuwa anaonyesha jinsi ambavyo wao walikuwa wakali sana na hawakuachia kwamba hakimu au jaji ndiye aamue kwamba adhabu itakuwa nini. Kwenye sheria waliiweka, yani kwenye sheria za nchi waliiweka adhabu. Ithibitike tu kwamba kala rushwa atapata hiyo adhabu kwa mujibu wa sheria za nchi. Walikuwa wakali sana kwenye rushwa, na anathibitisha Mwalimu Nyerere kama kiongozi wakati huo katika ile awamu ya kwanza sasa ya uongozi wa nchi ya Tanzania, kwamba kulikuwa kuna bwana mmoja alikuwa nafikiri alikuwa ni Cyprus, alifanya kosa wakati wanajaribu kumshughulikia viongozi na mamlaka za kiserikali, akatamka neno akasema, bwana nyinyi msinibabaishe, kwanza serikali yenu yote hii mimi nimeiweka mfukoni. Mwalimu alilisikia lile, akashughulika naye, alihakikisha anashughulika naye kisawasawa. Kwanza alimweka kizuizini, alimchukua akamweka kizuizini, na alitaka amshughulikie kwa namna ambayo yeye yule mtu atajua kabisa, kwa sababu yeye Mwalimu Nyerere alijua kwa matamshi au matamko ya huyu mtu kuna namna moja au nyingine anatoa vijisenti au anatoa pesa kwa baadhi ya maofisa wa serikali. Sasa akataka kulishughulikia lile, alikuwa mkali sana kwenye lile, na baadaye mpaka anamwachia zilitumika juhudi nyingi za viongozi baadhi kuomba kwamba aweze yule mtu kuachiwa. Lakini nafikiri na yeye alijifunza jambo kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa serious na serikali yake yote ilikuwa serious. Linapokuja ni swala la rushwa, serikali ya Tanzania kwa wakati huo ilikuwa serious sana. Okay, kutokomea kwa rushwa. Rushwa ni adui wa haki. Kwenye baadhi ya vitabu vya misaafu inasema rushwa hupofusha macho. Maana mtu anapopewa rushwa anapofushwa macho, anapotosha haki. Sasa kwa hiyo rushwa ikiwepo au ikiwa inaonekana kutawala, mtu ambaye ni mnyonge asiyekuwa na kitu hana chochote anachoweza kupata, na kwa muda wote yuko kwenye riski na yuko kwenye hatari. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mtu maskini. Hata akiwa nacho cha kutoa hakitalingana na yule tajiri, maana tajiri yeye atakuwa na vingi vya kutoa. Kwa hiyo huyu kama ni maskini, yeye akiwa na yeye na akili ya kutoa rushwa atatoa rushwa, lakini atatoa kidogo. Alafu tajiri atakuja kutoa dau kubwa.
Kwa hiyo hapo tayari yeye atakuwa amezidiwa kwa vyovyote vile. Wale wanaotakiwa kuamua kesi hiyo wataamua kwa upande wa tajiri na sio kwa upande wa mtu maskini. Kwa hiyo rushwa inabaki kuwa mbaya, na hasa kwa watu wanyonge, na watu wanyonge ndio watu wengi zaidi duniani, lakini pia kwenye kila nchi. Kwa hiyo utawala bora kama mfumo, faida yake mojawapo ni kuhakikisha hili linatokomea au linaondoka kabisa. Kwa lazima viongozi au kiongozi kwa kiongozi mmoja mmoja, au kama ni mfumo mzima wa utawala, wao wenyewe wakubaliane kuwa wakali na kusimamia kwenye eneo hilo la rushwa, ili rushwa iweze kutokomea kabisa, na kuweza sisi kuthibitisha kwamba hapa kuna utawala bora. Mojawapo kati ya kile kitakachoashiria ni utawala ambao utasimamia na rushwa itatokomea, na hiyo ndiyo moja kati ya faida za utawala bora. Faida nyingine ni huduma bora za jamii. Unapozungumzia huduma bora za jamii, unazungumzia huduma kama za matibabu. Hapo unagusa sekta ya afya, unazungumzia huduma za upatikanaji wa maji, unazungumzia huduma za usafirishaji, kwa maana ya, unapozungumzia usafirishaji kwa maana ya sekta nzima ya usafirishaji, na usafirishaji wa nchi kavu, wa ardhini, lakini pia kuna usafirishaji majini, kuna usafirishaji kwa njia zingine kama reli na anga. Unazungumzia sasa huduma zingine, kwa mfano huduma za mawasiliano kwa sasa, kwa sababu kadri siku zinavyokwenda dunia yetu inazidi kuongeza teknolojia katika maisha ya mtu. Kuna masuala ya huduma kama mawasiliano, lakini pia unazungumzia huduma zingine mbalimbali tofauti, upatikanaji wa masoko na kadhalika. Huduma zote hizi ndizo huduma za kijamii, zinafanya maisha ya mtu yaende, au zinafanya maisha ya wananchi waende, maisha yaende ya wananchi, hasa mwananchi wa kawaida. Kuboreshwa kwa huduma za kijamii ni moja kati ya sifa ya utawala bora, na kwa hiyo ishara ya kwamba hapo kuna utawala bora, utaona huduma za kijamii zinaboreshwa huduma za matibabu, zinajengwa zahanati, vituo vya afya, zinajengwa hospitali kwenye maeneo tofauti kwenye nchi, lakini pia wanapelekwa wataalamu, vifaa tiba vinapelekwa, kama ni dawa au vifaa vya vipimo na kadhalika. Huduma za matibabu zinaboreshwa, au usafiri au miundombinu, kwa mfano miundombinu ya barabara inaboreshwa, barabara zinajengwa, hata kama sio kwa kiwango cha lami, lakini hata maana kuna maeneo mengine ni maeneo ambayo yako mbali kidogo na majiji makubwa, ni maeneo ya vijijini, wanategemea sana barabara katika kuhakikisha wanaendesha maisha yao, wanafikia huduma mbalimbali, wanasafirisha bidhaa zao kwa ajili ya kuzipeleka kwenye masoko kwa ajili ya biashara, wanahitaji kuboreshewa huduma za barabara. Ukuta mahala kama hakuna barabara, mawasiliano kati ya sehemu na sehemu nyingine yanakuwa magumu sana, na hapo ugumu wa maisha unakuwa mkubwa. Sasa sifa mojawapo ya utawala bora ni kushughulikia mambo kama hayo, kuhakikisha kwamba barabara ziko sawa, hata kama sio kwa kiwango cha lami, lakini barabara inatengenezwa kwa namna ambayo inaweza kupitika muda wowote katika misimu yote ya mwaka. Huo ni mfano mmojawapo, lakini pia labda huduma za maji, au huduma za umeme, upatikanaji wa umeme, upatikanaji wa maeneo ambayo wananchi wanaweza wakafanya biashara, masoko na kadhalika.
uboreshwaji wa huduma za kijamii ndio kuboresha maisha yenyewe ya wananchi. Hiyo ni moja kati ya faida, na utawala bora hili utalishughulikia kwa sababu hauwezi kukubali utawala bora utawala au mfumo mzuri wa utawala ambao misingi yake ni utawala bora, hauwezi kukubali wananchi wapate shida kwa kukosa huduma bora za kijamii. Lazima hicho kitakuwa ni kipaumbele. Ndio maana hata viongozi mbalimbali wanapokuwa wanaingia kwenye kampeni za uchaguzi, kwenye nyakati za uchaguzi, wanajaribu kutangaza sera zao kwa wananchi, jaribu kuambia bwana, mtuchague kwa sababu sisi tutafanya moja mbili tatu, labda kwenye huduma za kijamii tutafanya moja mbili tatu, labda kwenye masuala ya rasilimali na matumizi ya rasilimali tutafanya moja mbili tatu, kwenye eneo moja mbili tatu, vitu vya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni moja kati ya ishara ya kwamba uongozi una uwezo wa kusimamia huduma za kijamii ziweze kukaa sawa, na wananchi wangependa kuona kiongozi yoyote au mfumo wowote wa utawala ambao unawasimamia wao unajali maslahi yao kwa kuhakikisha kuna huduma bora za kijamii. Sasa hii ni moja kati ya sifa, lakini kuna swala la amani na utulivu. Moja pia kati ya faida za utawala bora, kama kuna mfumo, kuna utawala alafu kuna usimamizi mzuri kwa misingi ya utawala bora, basi kutakuwa kuna amani, kutakuwa kuna utulivu. Maana yake nini? Maana yake kutakuwa kuna wananchi watakuwa wanaridhika kwamba hakuna ukandamizaji. Ukiona sehemu inawezekana kabisa hakuna amani, kuna dalili ya kwamba kuna ukandamizaji. Kama haupo, basi wananchi wanahisi kwamba wanakandamizwa hata kama hawakandamizwi. Sasa ni kazi ya viongozi kuonyesha kwamba hawakandamizi wananchi wao kwa kuwa karibu na wananchi, na hii inaweza ikachagiza sasa kuvuruga amani kama wananchi watahisi wanakandamizwa. Lakini wananchi wakijua na wakiridhika ya kwamba viongozi wao wako karibu, kuwe na hakika kutakuwa na amani, kuwe na hakika kutakuwa na utulivu, na hiyo inatokea automatically tu, na kwa hiyo inakuwa ni ishara mojawapo ya utawala bora na ni faida ya utawala bora, au kwamba watawala wanaoongoza na viongozi wanaoongoza waliopo au mfumo wa utawala uliopo misingi yake ni utawala bora. Wananchi ni kama mtoto mdogo, yeye anataka nini zaidi ya viongozi waliopo madarakani kumjali? Yaani yeye anachotaka ni viongozi tu wamjali, waje kumsikiliza alafu wachukue hatua. Hiyo inaweza ikachagiza sana, na katika videos kadhaa zilizopita nilikuwa nachambua matukio ambayo yalitokea katika nyakati za uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania mwaka 2025 Oktoba 29 na 30, kulitokea maandamano makubwa sana. Vyovyote vile iwavyo, ile ilikuwa ni vurugu na hakukuwa na amani, hakukuwa na utulivu kwenye baadhi ya maeneo ya nchi. Najua tume iko inakusanya maoni na baadaye itatupa majibu kwamba iliona nini katika kukusanya taarifa zake na kuzichakata, lakini kimsingi amani ilipotea. Baada ya uchaguzi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari alimteua Bwana Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu. Mimi kwa kumfuatilia Mwigulu, kila mtu ana maoni yake, lakini na mimi haya ni maoni yangu. Namuona ana mambo anayoyafanya ambayo yanaweza yakawa ni moja kati ya yale mambo ya kuziba magepu wananchi wanapokuwa wanaona kama vile serikali yao iko mbali na wao, na anajaribu kuziba hilo gap sasa, ili wananchi wa feel ya kwamba serikali inayotuongoza, viongozi wanaotuongoza wako karibu na sisi, na ndicho kinachotakiwa.
Yaani msikae tu maofisini huko mnajifungia, mnafanya vikao vyenu, mnaamua mambo yenu, afu mnawaambia sisi tunawahudumia kwa moja mbili tatu, lakini hawawaoni kwenye mitaa yao, hawawaoni wakiwahitaji, hawawaoni wakitaka kutoa sauti zao, hawawaoni wakiwa na jambo la kuambia, hawawaoni. Lazima kuwe kuna kila wakati communication kati ya mtawala na huyu anayetawaliwa. Mtawaliwa aone au asikie au afeel, ajisikie kwamba kwa kweli mtawala huyu au huyu ndugu anayeniongoza anajali maslahi yangu. Ndiyo, ana shughuli nyingi sana, lakini kuna wakati anapata muda wa kuja kuniona na kunisalimia na kunisikiliza na matatizo gani. Ndicho anachofanya Mwigulu Nchemba, na ndicho kimsingi kilichagiza sana yale yaliyotokea Oktoba 29. Yaani unaweza ukakubali afu unaweza ukakataa, lakini ndio nakwambia hiyo ni moja kati ya jambo lilichagiza sana. Yaani wananchi ni kama watoto wadogo, wanataka kuonyeshwa kuwa uongozi unawajali. Sasa haya ninayozungumza hayawezi kufanyika kama kiongozi si kiongozi ambaye anaongoza kwa misingi ya kuwajali wananchi au kwa misingi ya kidemokrasia au kwa misingi ya utawala bora. Na hii ni moja kati ya sifa ya utawala bora, kukaa karibu na wananchi na kila wakati kuwa na mawasiliano nao na kupokea maoni yao au kupokea mahitaji yao au kero zao na kuzishughulikia. Sasa nimetoa tu huo mfano, lakini hii inasababisha na inaweza ikachagiza sana kuondoa madukuduku kwenye moyo wa anayeongozwa na ikachagiza kuweko kwa utulivu na amani. Hiyo ni moja kati ya mambo, lakini jumla ya mambo yote itatusaidia kama mfumo wa utawala unaweza kuwa na misingi yake mizuri kwenye masuala ya utawala bora, wakaongoza kwa misingi ya utawala bora, maana yake watacheza na jumla ya mambo yote kuhakikisha ya kwamba kuna wananchi wanaridhika, na kwa hiyo wananchi wakiridhika kutakuwa na utulivu, afu kutakuwa na amani. Na hiyo ni moja kati ya faida za utawala bora. Ninataka nimalizie hapa kwenye kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Ni muhimu sana utawala wowote kuheshimu haki za binadamu, na moja kati ya faida za mfumo wa utawala ambao msingi wake ni utawala bora ni kuheshimu haki za binadamu. Hiyo ni moja kati ya faida za utawala bora. Utawala ambao unaweza ukafanya mambo yake bila kuheshimu haki za binadamu utakuwa unakiuka misingi ya utawala bora, na itakuwa ni jambo ambalo ni kinyume na misingi ya utawala bora. Jambo la haki za binadamu linatajwa kwenye matamko mbalimbali kimataifa, lakini na hata kitaifa kwa upande wa nchi ya Tanzania, lakini pia katika sheria za nchi ya Tanzania na sheria za kimataifa zinataja habari za masuala ya haki za binadamu, na ni ajenda pana. Leo tutatamka kwa kifupi au tutazungumza kwa kifupi, lakini katika kipindi kijacho huenda tukalifafanua kwa upana zaidi swala la haki za binadamu. Lakini kuzingatia haki za binadamu au kuheshimu haki za binadamu, viongozi au mfumo wa utawala ambao unazingatia, unaheshimu haki za binadamu, huu ni utawala mmoja ambao unakuwa misingi yake ni utawala bora, na hiyo ni moja kati ya faida za utawala bora. Kwa leo naomba kuishia hapa na nikutake ufuatilie kipindi kinachofuata. Kitakuwa kina mambo mazuri ya kujifunza, lakini pia
Usiache kushare, kucomment, kulike na kusubscribe kwa ajili ya kupata tena videos nyingi zaidi. Kipindi kinachokuja pia nitakuletea, kuna sakata linaendelea Mashariki ya Kati, vita vya Marekani na Israeli wakipambana na Iran. Nitakuletea uchambuzi kidogo wa kile kinachoendelea pale Mashariki ya Kati. Usiache kutazama video ambayo itakuja baada ya video hii. Karibu sana. Kwa niaba ya Freedom Studio, mimi ni Samuel Kakila na kukaribisha tena katika kipindi kingine. Asante.